Na miyembo kwa nasikiliza ni Amka na Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 19 za mwezi wa 11 2025. Majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira ya Afrika Mashariki. Mtatuia radhi kwa kuweza kuchelewa kuwaleteni hizi taarifa za habari. Ni kutokana na masuala ya mtandao yameweza kukoroga kidogo, lakini habari lazima ziendelee. Mimi ni Rajabu Wakili Kabonga, mani kwa kurushia haya matangazo all the way kutoka DRC nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwanza ni muktasari ujio wa habari za moto. Kivu ya Kaskazini, mapigano makali ya shuhudiwa maeneo ya Nyabashwa pamoja na Kasheke na Bituna huku tarafani Masisi kati ya M23 Alliance PF Congo, M23 Alliance PF Congo RDF pamoja na Wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Ituri, silaha nyingi za kamatwa maeneo ya Bunia zilizokuwa zinafichwa na makundi yanayomiliki silaha kinyume na utaratibu. Kivu ya Kusini, Wazalendo wataungana na magaidi wa M23 na Kongo RDF pembezoni mwa mbuga ya wanyama Park National ya Kauzi Biega. Na mkumbuka operation saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hii tafadhali tumia namba ambazo kunaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yako yanazidi kulinda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na bila kupepesa macho, tuanze na hizi taarifa kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini ambako mapigano makali yameshuhudiwa kati ya M23 Alliance PF Congo RDF pamoja na Wazalendo maeneo ya Nyabashwa pamoja na Kasheke, ikiwemo pia na Bituna huko maeneo ya tarafa ya Masisi. Mapigano makali yameripotiwa hiyo siku ya pili ya tarehe 18 za mwezi huu wa 11 mwaka huu wa 2025 kati ya M23 na Wazalendo wakishirikiana na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika vijiji vya Nyabashwa, Kasheke pamoja na Bituna ndani ya groupmenti ya Nyamaboko ya pili tarafani Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Vyanzo kutoka katika hayo maeneo vinasema magaidi wa M23 wakitokea maeneo ya Kazinga baada ya kuchukua Kazinga kutoka mikononi mwa Wazalendo walianzisha mashambulizi asubuhi na mapema na kuzivamia kambi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na Wazalendo, na hivyo vijiji vitatu ambavyo vimetajwa hapo juu. Silaha nzito na nyepesi zimekuwa zikisikika katika hayo maeneo yote, huku hali ikiwa ni mbaya kwa raia walikuwa wakitafuta namna ya kujielekeza kwenye mashamba na kwenye shughuli zao za kawaida, anasema mtu mmoja mkaaji hapo Bwana Uruma kupitia shirika la kiraia katika hayo maeneo. Kwa kuweza kudhibitisha tu ni kwamba magaidi wa M23 wameanza tena kwa mara nyingine kushambulia kambi za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na Wazalendo licha ya uwepo wa mkataba wa kusitisha mapigano. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejitetea na kusema iko tayari kuzuia kila aina ya mashambulizi ambayo yatatoka kwa upande wa magaidi wa M23, na hivyo haitaweka mikono nyuma, badala yake watashughulikia kama inavyostahili. Kwa upande wa Wazalendo wamesema masuala ya CCLF wao kwao wala hayawahusu na hayatuwahusu hata siku moja. Kitendo cha kushambuliwa na magaidi wa M23 watajibu kwa kipigo kizuri ambacho wako na kiandaa siku za hivi karibuni. Amezungumza moja kati ya wasemaji wa kundi la Wazalendo kutoka hayo maeneo ya Masisi. Hii ambayo uko unasikiliza ni Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko Masisi, na tupande moja kwa moja mkoani Ituri ambako silaha nyingi za kamatwa Bunia zilizokuwa zikifichwa na makundi yanayomiliki bunduki kinyume na utaratibu.
Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wameweza kugundua silaha zilikuwa zikifichwa hiyo tarehe 18 Novemba 2025, silaha nyingi ambazo zilikuwa zimefichwa ndani ya vijiji mbalimbali huko tarafani Njugu mkoani Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni iliyoendeshwa dhidi ya wahasi wa Convention pour la Revolution Populaire CRP yake Bwana Thomas Lubanga. Operesheni hiyo ambayo ilianza tarehe 10 Novemba mwaka huu 2025 ililenga sehemu mbalimbali kama vile Mabanga, Nizi, Plito, Iga Barriere pamoja na plaine nzima ya Lac Albert kuelekea mpaka maeneo ya Jibi pamoja na Joho ambako kumeweza kugundulika silaha nyingi maeneo mbalimbali na pia kufanya tarafa ya Mahagi pamoja na tarafa ya Jele Mibandai pamoja na Panduru ikiwemo pia na Kadimba. Baada ya siku 6 za mapigano, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema waliweza kugundua sehemu nyingi za pozisheni za watu wa CRP yake Thomas Lubanga na hivyo kufanikiwa kuweza kuchukua silaha 108 ikiwemo pia AK-47 na pia silaha za kurusha masafa marefu na mafupi 4 PKM pamoja na risasi nyingi pia na silaha zingine za kawaida zikiwa ndani ya mashimo yalikuwa yakichimbwa na wahasi hao wa CRP yake Thomas Lubanga. Kutokana na msemaji wa jeshi ndani ya Ituri, amesema majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliendesha operesheni kabambe na hivyo wahasi hao kufanikiwa kukimbia na kuacha silaha hizo kwenye mashimo yao. Shirika la kiraia limeweza kupongeza hatua hiyo ya jeshi na inataka raia wenye moyo safi kuendelea kuleta taarifa kamili ya wapi na nani wanaoshirikiana na watu mbalimbali wanaomiliki silaha kinyume cha utaratibu. Operesheni hiyo ambayo imeanza tokea hii tarehe 10 itaendelea hadi kuhakikisha kwamba Ituri inabaki ikiwa iko salama. Shirika hilo la kiraia limechombeza na kuongeza kuhusiana na hali ya viziwizi barabarani vinavyowekwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na huko kuendelea kuwatoza wananchi taksi zisizokuwa za kawaida. Sehemu ambako wananchi wanalilia kuweza kulipishwa ushuru ambao sio wa halali ni pamoja na maeneo ya Iga Barriere, maeneo ya Nizi, maeneo ya Mungwalu, maeneo ya Katoto, Largu pamoja na Bunia Mandro. Maeneo hayo yamekuwa ni hatarishi sana huku wananchi wakitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuingilia kati ili waweze kupata nafuu. Hii ambako unasikiliza ni Baraka1 TV. Na mko nasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJ, pia mnarushia haya matangazo. Na pia unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, USA, Israel pamoja na East Africa na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Jide Kizenga Tembele, King Sele, the only one king from USA, Kizabe Aiba, Mashaka Ayamba, Deodone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, Mzo State Chairman, Asimwe Baguma Samuel, ukiwa unasikiliza Baraka1 TV. Na baada ya taarifa hizo tuingie jimboni Kivu ya Kusini ambako mapigano makali kati ya wazalendo na M23 watuangana pembezoni mwa mbuga la wanyama la Parque Nationale ya Kahuzi Biega. Kuanzia hiyo tarehe 17 Novemba 2025 mapigano yalishikika katika tarafa ya Kabare pamoja na Kalehe, ikiwa ni mapigano makali kati ya M23 na wazalendo ambako yalitokea hali ya sintofahamu huku vijiji vikikimbiwa na wananchi wao, shule pia zikifungwa na familia za watu zikijikuta
zinatoroka kwa sababu ya hali ambayo ilikuwa sintofahamu katika hayo maeneo. Risasi za hali ya juu zilisikika asubuhi na mapema huku katika maeneo ya Chivanga ambayo pamoja na Kabulungu, wananchi wakilia. Mvua za risasi zilisikika asubuhi na mapema huku kusababisha watu wakikimbia maeneo yao. Maeneo ya Chivanga ambayo pamoja na Kabulungu ilikuwa ni hatari kwa wananchi. Mapigano kati ya M23 pamoja na wazalendo wa M23 walivamia kambi za wazalendo na kujaribu kuwaondoa, lakini walikutana na ukuta ambao uliwafanya waweze kurudi nyuma. Ripoti zinatoka katika hayo maeneo zinakiri kwamba licha ya uwepo wa magaidi wa M23 pembezoni mwa Parque National ya Kauzi Biega, mapigano hapo yalikuwa ni makali sana. Katikati ya mbuga ya wanyama ya kitaifa ya Kauzi Biega, mapigano yalikuwa ni hatari mno na hivyo kusababisha mzunguko wa barabara ya taifa nambari 3 kuweza kuwa ngumu kati ya miti pamoja na Bunyakiri. Mashahidi wanasema hali ya usafiri katika hayo maeneo imekuwa sio nzuri kutokana na mapigano hayo ya magaidi wa M23, huku magari makubwa yakiwa yamezuilika kukosa kuelekea sehemu moja na kutoka pia kwenda sehemu nyingine. Maeneo ya mbuga ya wanyama ya Kauzi Biega, maisha yalikuwa ni ya kawaida. Kwa sasa maisha yamebadilika na kuwa magumu mno. Maeneo ya Bitale, Kalonge, Kafurumaye na sehemu zingine za miti ambako watu wamekimbia makazi yao kutokana na magaidi wa M23. Mmoja kati ya watu walikuwa katika hayo maeneo analeta ripoti hii ifuatayo kupitia Baraka1 TV. Na partir ya 6h mapambano makali yalianza Chivanga. Bame M23 alienda chokoza bazalendo Chivanga, kulipanda 18 camion ya Bame M23 walienda chokoza bazalendo Chivanga. Antuka jana walipigwa de 6h à 16h, masasi kabisa ilikuwa mingi. Balipigwa, balibashusha miti mpaka ma ambulance za ba M23 zikansirikile miti nele gari yao ya Corbière. Nele gari yao ya Corbière shusha maiti. Balipigwa, usikie tu, balipigwa. Antuka jana walipata cha mtima kono. Jana antuka walibashusha na nyingine renfort yenye nyo ile jana ile maambulance zabo zikashinzwa kusirikile miti ile gari yao ya Corbière. Cha kushangaza sasa ye tulifurahia kubawaza kazi walifanya. Walifanya kazi moja kubwa sana jana. Maeneo ya Kasirusiru kungali defense yetu ya bazalendo 10 balishashuka, bakaenda kata liezo Muhesa. Kuko nyine renfort ya M23 ilikuya ikaingia mwandiskada waza Muhesa, bali batutula banyipashwa ndio renforcer zao kule Chivanga. Balipata cha mtima kuni, balipigwa kabisa pale Muhesa jana. Maeneo ya Mululu, Mululu iko ni village iko Mukavumo. Mukavumo ile ya aeroport Mululu iko yulu. Après Mbayo unashuka mtu anaingia Mululu kule. Jana kulionekana basodetu ya FARDC mingi sana walikuwa kule kabisa, balionekana mukati ya Mululu kule. Après waza kufanya kazi kule Chivanga. Antuka tukiakutana na FARDC tu kule mu village ya Mululu. Et aussi pour votre information, sai asubuhi ya leo tena masasi kominyi kule kabisa. Sai antuka masasi komtele kule kabisa.
na vingine tutaiua mchana leo, tutaiua mengi. Naam, na huo ndio mwisho wa matangazo yetu ambayo uko unasikiliza asubuhi hii ya leo kutoka Baraka1 TV. Licha ya kuchelewa ni kutokana na hali ambayo ilijitokeza ya mitambo. Tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.